Salamu wapendwa popote mnapopatikana, kwa majina yangu kama kawaida naitwa Veronica Hamisi Munkunda. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili na nina furaha kuwa mwanafunzi wa mzaliwa wa pili. Wapendwa, ninawashukuru wote popote mnapotufuatilia kwa kufuatilia mafundisho yetu kwenye chaneli zetu zote. Chaneli yetu ya mwalimu wetu mkuu Zulula 100 ambaye iko kwa Kifaransa katika YouTube. Pia chaneli yetu ambayo inasomeka kwa jina la Imani Mchimbwa ambao tayari pia iko kwenye YouTube. Tunawashukuru sana wote mnaofuatilia. Pia kuna chaneli zetu zingine 4 ambazo mnazifuatilia pia, tunawashukuru sana. Kuna chaneli ya Mtu Huru, pia kuna chaneli ya Ukweli wa Asili, pia kuna chaneli ya Uamsho wa Kweli, pia kuna chaneli ya Mpambanaji wa Kike. Kwa hiyo tunawashukuru sana wote ambao mmezidi kufuatilia mafundisho yetu kwa kweli, na nyie ambao mna maswali mbalimbali mmeendelea kuuliza ili muweze kuelewa zaidi na kufahamu zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru sana wote. Kwa leo pia nimekuja kwa mwendelezo wa mafundisho yetu ambao tumekuwa tukiendelea nao wapendwa. Leo ninakuja na mada nyingine ambayo itatoka kwenye kitabu chetu cha Karata Ndimsi. Karata Ndimsi nimekwisha kusema ni kitabu cha maajabu ambacho kitabu cha siri cha maajabu ambacho kipo ndani ya Karata Mbale Biblia. Hii ni Biblia halisi ambayo hina mkanganyiko wowote, haina makosa yoyote, ni kweli tupu. Kwa hiyo kitabu cha Karata Ndimsi ni kitabu cha siri ambacho kimo ndani ya Karata Mbale Biblia. Hii ndo Biblia yetu ambayo historia yetu sisi watu weusi ipo humu kwa uhalisia wake. Nashukuru sana wapendwa. Tema ya leo au mada ya leo inasema uvumilivu na maombi. Uvumilivu na maombi ambayo nimeambia inatoka kwenye kitabu cha maajabu Karata Ndimsi. Kwa hiyo leo tutaenda kusoma maandiko yetu sasa ambayo yanatoka kwenye kitabu cha Karata Ndimsi. Tutasoma Munangada. Kitabu cha Munangada. Kwa leo tutasoma maandiko yetu yanatoka kwenye Munangada 5 mstari wa 7 mpaka wa 14. Munangada. Kwenye Biblia za kisasa wamemuita Yakobo. Ni uvumilivu na maombi. Nitaanza jamani, nini maana ya uvumilivu? Uvumilivu ni nini? Uvumilivu wapendwa ni hali ya kungojea kitu mpaka kitokee. Ile hali ya kungojea kitu mpaka kitokee. Pasipo kujali urefu wa muda, pasipo kujali itachukua muda gani, pasipo kujali mazingira yoyote au kuto kujali mabadiliko yoyote ya kimazingira ambayo yatakupata, ila tu ni ile hali ya kungojea kitu mpaka kitokee. Huo ndio uvumilivu. Pia tema inasema uvumilivu na maombi. Nini maana ya maombi wapendwa? Maombi pia ni mazungumzo. Maombi ni mazungumzo. Ni mazungumzo baina yetu sisi watu na neno la Loba. Kwa hiyo mimi nikiingia katika maombi ninafanya mazungumzo kati yangu mimi na muumba wangu kupitia neno lake. Ni mazungumzo. Ni mazungumzo baina yetu sisi na neno la Loba. Baina yetu sisi na muumba kupitia neno lake. Hayo ndiyo maombi. Kwa tumeshaona maana ya uvumilivu, pia tumeona maana ya maombi ni nini. Kwa kama tumeona ni mazungumzo kupitia sisi, kupitia kwetu baina yetu sisi na muumba wetu kupitia neno lake. Kwa hiyo mnazungumza nini? Kwa kuomba ni mazungumzo, ni mazungumzo ya kile unachojihisi ndani. Kile unachojihisi ndani kwa muda huo. Yani usikariri maombi kwamba yanaanzia hapa, yanaishia hapa, nitatamka neno hili, nitakuja hili. Tumezoea jamani huko kwenye dini ndio tulikuwa tunakariri kwamba unaanzia hapa, ukitoka hapa unakuja hapa, ukitoka hapa unakuja hapa. Hapana. Maombi kiuhalisia ni mazungumzo ya kile unachojihisi muda huo. Kama unajihisi hasira, nenda vile vile mwambie muumba wako kupitia neno lake. Kama unajihisi vile yani kile unachojihisi ndani,
Kila ambacho wewe unajisikia kuomba, unachojisikia kuzungumza na neno, ndio hicho ambacho unatakiwa kukisema, kuzungumza na Muumba. Kama unahisi hasira, nenda vile vile. Usianze kupamba maneno, kutafuta maneno mazuri ili uweze kueleweka. Muumba anasikia lugha yoyote ile utakayotumia. Yaani wewe uombe kwa lugha, uombe kwa Kinyaturu, unasikia uombe kwa Kichaga, uombe sijui kilugha yoyote ambayo wewe unaijua, Kinyakyusa, sijui uombe kinini, Kihaya. Muumba wetu anasikia lugha zozote. Usianze kutafuta maneno ya kupamba, labda niongee Kiswahili, labda niongee Kiingereza aweze kunielewa. Hapana, anaelewa kwa kuomba kwa lugha zozote zile ambao wewe umejisikia kuomba, lakini ni kile ambacho unajihisi kwa muda huo. Kwa hiyo usikariri. Pia unapoenda kwenye maombi unatakiwa uwe kwenye hali nzuri. Nikisema kwenye hali nzuri, kwa namna nyingine naweza nikasema uwe mtakatifu, yani uwe msafi kimwili, kinafsi na kiroho. Pia uwe una connection ya mwili, nafsi na roho, yani mwili wako, nafsi yako na roho yako ziwe kitu kimoja, ili hata ukienda kupeleka hoja, sasa yale mazungumzo yanakuwa ni mazungumzo, inakuwa hoja yenye nguvu unaoipeleka kumpelekea Muumba wako kupitia neno lake. Kwa hiyo ndio maana hata kuna sehemu kwenye Biblia jamani, humu kuna sehemu inasema maombi ya watakatifu yalipanda juu. Hata kwenye Biblia zenu hizo za kisasa kuna sehemu inasema maombi ya watakatifu ndio yanajibiwa. Kumbe unatakiwa uwe vizuri, uwe mtakatifu, uwe msafi. Mnaweza mtu mwingine akaniambia, sasa kama mimi bado labda nina hasira, nitakuwaje msafi wakati hasira iko ndani yangu? Hicho sasa unachojihisi, unahisi hasira, ndio inayokuondolea kuwa wewe mtakatifu. Hiyo nenda kwenye maombi na hicho unachojihisi omba. Ndio maana tupo katika njia ya utakaso. Kila mtu ana usafi kulingana na hatua ya utakaso aliyofikia. Tuko hatua kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo mimi nina hatua yangu niliyofikia katika utakaso, na wewe pia una hatua yako unayofikia katika utakaso. Na wewe pia ambao bado hujaingia hata kuianza njia ya utakaso, wewe ambao bado hujaingia huku kwenye zizi, ninakusihi mpendwa, ninakupenda, ingia huku, hautajuta. Utaianza safari yako ya utakaso, ili hata ukiomba basi maombi yako yaweze kujibiwa. Maana kuna andiko lilikuwa linasema hatujibiwi maombi kwa sababu tunaomba vibaya. Kwa nini tunasema tunaomba vibaya? Ndio hivyo, hatujui utaratibu wa kuomba, tunaenda tu tunaomba. Unaomba ukiwa umesimamia wapi? Umeomba ukiwa umesimama kwenye imani gani? Umesimama kwenye imani ipi wakati unaenda kuomba? Mimi nilikuwa mchungaji jamani wapendwa. Kuna mtoto wangu wa kiroho, kipindi hicho tulikuwa tunaita mtoto wa kiroho, lakini sasa hivi mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili, sio mchungaji tena. Ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili, napata mafundisho kwenye chanzo chenyewe. Mwalimu wangu ambao ni Zulula 100. Kwa hiyo mtoto wangu wa kiroho sasa akanipigia, mama, mimi nimeanza kuomba hichi kitu siku nyingi, nimevumilia mama, na nimeweza yani sipokei, yani wala sijibiwi, labda Mungu mimi anisikilizi. Jamani, inategemea unaenda kuomba umesimama wapi. Yani kabla haujaianza safari ya maombi kuomba, ujue kwanza umesimama wapi. Sehemu gani wewe umesimamia? Siwezi ni ukasimama kwenye imani ya uongo afu ukasema ninaomba afu uweze kujibiwa. Nani anayekujibu? Umesimama kwenye imani gani, ili kusudi ukipeleka yale mazungumzo yako kwa neno, mkazungumza wewe na Muumba wako, anakujibu ukiwa umesimamia wapi? Lazima uwe kwenye mazingira mazuri ambayo unaweza ukajibiwa. Kwa hiyo jamani, huo ulikuwa ni utangulizi. Nimesema nitasoma Mnangagwa 5 mstari wa 7 mpaka wa 14. Wapendwa, nitaanza na mstari wa 7. Mstari wa 7 nitasoma kama ulivyoandikwa. Unasema hivi: basi iweni na uvumilivu, kwenye mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho ya uvumilivu, nafunga mabano, kaka na dada, hadi utimilifu mkuu. Kwa hiyo tunaambiwa basi iweni na uvumilivu. Kwenye mabano kumesema chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho ya uvumilivu. Tunaambiwa iweni na uvumilivu. Iweni na uvumilivu kaka na dada. Kumbe
Nyuma ya uvumilivu kuna roho ambayo ni roho ambayo inasimamia uvumilivu. Ndio maana wapendo, unaona unavumilia na unaweza kuvumilia kwa sababu nyuma ya uvumilivu kuna roho ya uvumilivu ambayo itakuwezesha wewe kuvumilia. Na hii roho ya uvumilivu ili uweze kufanya kazi, simama mahali sahihi, simama kwenye imani sahihi, ili hata roho ya uvumilivu aweze kukusaidia kuvumilia mapito ambayo wewe unapitia. Ili hata ukiomba unahitaji uvumilivu ili kuweza kupokea kile ulichokiomba. Ndio maana tema ya leo inasema uvumilivu na maombi. Unavumilia yale maombi uliyoomba, unavumilia ili uweze kupokea kile ambacho umekiomba. Kwa hiyo jamani, katika mstari huu unaendelea ambapo amesema chini ya mtazamo wa kutoboa roho, yani chini ya mtazamo wa roho ile, roho ya kushinda, ile roho ambayo inakusaidia kushinda. Kwa kaka na dada, tumeelezwa kwamba tuwe wavumilivu mpaka utimilifu mkuu. Utimilifu mkuu kwenye lugha ya kawaida kwa tumezoea kusema mwisho wa dunia. Kwa utimilifu mkuu ni ile tunakapoondoka kwenye hali hii inayoonekana na kwenda kupata hukumu wakati ule wa mwisho, ndio inaitwa utimilifu mkuu, kule ambako tutaenda sasa kuhukumiwa. Kwa hiyo wapendwa, ni hivyo. Mstari huo unaendelea kwa kusema, tazameni jinsi mkulima anayejulikana anavyongoja kwa uvumilivu ardhi itoe mazao ya thamani. 2. Anajua kwamba mvua lazima inyeshe kwanza. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba tunaambiwa kwamba jinsi mkulima anayejulikana, anavyongoja kwa uvumilivu ardhi itoe mazao ya thamani. Jamani wakulima popote mlipo, hata mimi ni mkulima pia, na wakulima wengine popote mlipo huko mnaponisikiliza, wewe ukiwa mkulima, unapoenda kupanda mbegu yako shambani unatarajia kuvuna. Unapopanda mbegu yako shambani unatarajia kuvuna mazao ya thamani. Chochote unachopanda katika shamba ni cha thamani kwako, na unakuwa unatarajia mazao ya thamani. Kwa hiyo tarajio lako lile, unakuwa una uhakika kama mvua itanyesha nitapata mazao yangu. Imani yako inakuwa imesimama hapo kwamba lazima mvua itanyesha ili niweze kupata mazao haya. Ndio maana amesema anajua kwamba mvua lazima inyeshe kwanza. Kwa hiyo mkulima anayejulikana akiwa anaenda kwenye shamba lake kupanda, anapanda jamani akiwa anajua mvua itanyesha, ana uhakika kwamba mvua itanyesha nitavuna mazao yangu. Mvua itanyesha na nitavuna, anakuwa ana uhakika. Umeona? Kwa hiyo jamani, tulifundishwa na mlezi wetu kwamba mazao inawakilisha watoto, kwamba yale mazao ambayo unapata inawakilisha watoto. Kwa hiyo kwa namna nyingine naweza nikasema Muumba kupitia neno lake, kupitia mlezi wetu, mwalimu mzaliwa wa pili, mwalimu wetu, anatupa mafundisho. Sisi ni kama udongo. Ametukuta udongo ambao haulikuwa haupo kwenye mazingira mazuri, udongo mchafu, akatusafisha, akapanda mbegu ambayo ikawa inatusafisha. Hatimaye katika kusafishwa huko tukawa sasa jinsi ambavyo tunakuwa tunasafishwa, tunakuwa mazao. Sisi ni mazao ya mlezi sasa, kwamba tayari tumeshasafishika, tumekuwa watoto wa mlezi, wazao, yani mazao au watoto wa Muumba, ambao mlezi ametuletea mafundisho yakatusafisha. Mwisho wa siku tukawa tuna hali nzuri, tukawa ni mazao ya thamani ya Muumba. Sisi ni watoto wa Roba wa thamani, kwa sababu tayari kilichokuja kutusafisha sisi, kilichotusafisha mwili, nafsi na roho ni cha thamani. Ni neno lake ambalo lilikuja kwetu likatusafisha. Hatimaye Muumba kupitia neno lake akapata sisi ni watoto wa Roba, kwa sababu tayari mazao yanawakilisha. Kwa sisi ni mazao ya Tete, mazao ya baba yetu. Ndio maana ni baba yetu, kwa sababu sisi ni mazao yake ambao tumepandwa, shamba limesafishwa kwanza. Shamba lile lilivyotoa likamea likatoa mazao ni sisi watoto wa Roba ambao tupo sasa hapa. Kwa hiyo na wewe ukiingia huku inakuwa tayari ni zao la Muumba sasa, kwamba ni watoto wa Roba. Kwa hiyo jamani wapendwa, hata wewe unapoenda kupanda shambani, lazima shamba utalisafisha kwanza, utatoa magugu, kama kuna visiki utakata, utapanda mbegu ukitarajia kuvuna
kuvuna yale mazao ambayo kiroho yanawakilisha ni watoto, yale mazao ambayo unayapata. Kwa hiyo unakuwa una uhakika kwamba mvua inyeshe kwanza. Lakini nikiwa nina uhakika kwamba nasubiri mvua inyeshe kwanza, je, yani unavumilia. Nikiwa ninasubiri mvua inyeshe, ninakuwa ninavumilia. Kwa hiyo unapokuwa unasubiri mvua, unakuwa unavumilia. Je, unavumilia ukiwa katika imani ipi? Hicho ndio cha msingi. Jiulize, je, navumilia nikiwa kwenye imani ipi? Je, unavumilia ukiwa kwenye imani gani? Cha pili, je, unamwamini Loba kupitia neno lake wakati unakuwa na uvumilivu wa kusubiri mazao yako yaweze kupatikana, yale ambayo umepanda mbegu? Je, unamwamini Loba kupitia neno lake? Kingine jiulize, je, unamwamini Joksabe au unamwamini nani? Au unamwamini Yesu ambaye haina maana yoyote? Kwa sababu Kristo wa kweli alikuwa anaitwa Joksabe. Kristo wa kweli alikuwa anaitwa Joksabe. Kwa hiyo jamani, tunaona katika mstari huu wa 7 kwamba mkulima anapokuwa anapanda anatarajia kuvuna, lakini pia atahitaji uvumilivu kwa sababu atasubiri mvua inyeshe, atapalilia, anasubiri ili aweze kuvuna yale mazao yake ya thamani. Nitatoa mfano mmoja hapa wa busi. Busi katika Biblia ya kisasa ndio Musa. Musa aliyowapeleka wana wa Israeli, waliowapeleka Misri. Aliowatoa wana wa Israeli Misri na kuwapeleka nchi ya Kanaani. Ule Musa wa kwenye Biblia. Sisi katika kweli katika jina lake halisi sasa anaitwa Busi. Tatoa mfano wa Busi. Busi, mwalimu wetu Mledi alishatufunulia kuhusu Busi kwamba alipata uanzishwaji mbalimbali. Busi alipata uanzishwaji mwingi. Ili uweze sasa kupata uanzishwaji lazima upitie uvumilivu. Kwa hiyo Busi alipitia uvumilivu wa uanzishwaji mbalimbali. Unapokuwa unaanzishwa kwenye jambo fulani lazima utavumilia. Tunavyoanzishwa, hata sisi wanafunzi wa mzaliwa wa pili tunatakiwa kuwa wavumilivu. Tunapopata mafundisho tunavumilia ili tuweze kuelewa. Huwezi kuelewa kwa mara moja. Kwa hiyo hata wewe mpendwa huko unaonifuatilia ambao bado vitu vinakuchanganya, unatakiwa kuvumilia, endelea kufuatilia, endelea kuchunguza. Kwa hiyo nitawapa mfano wa Busi hapa kwa sababu na Busi alivumilia na pia alikuwa anaomba na kuvumilia ili huo uanzishwaji ambao aliupitia. Alipewa uanzishwaji mwingi, lakini mimi nitatoa kati ya uanzishwaji au kati ya Musa alipewa sheria nyingi sana. Alipewa sheria nyingi sana, lakini mimi nitasema moja tu kwa mfano mpendwa, kwamba alipewa sheria mbalimbali ili kulitangazia taifa. Busi alipewa sheria mbalimbali nyingi ili aweze kulitangazia taifa, ili alieleze taifa. Lakini moja ya sheria ambayo alipewa Busi kuliambia taifa, aliambiwa kwamba awaambie taifa kwamba iweni watakatifu kwa maana Tetee ni zaidi ya utakatifu. Hiyo ni sheria mojawapo ambao Busi alipewa ili aweze kuliambia taifa kwamba iweni watakatifu kwa maana Tetee ni zaidi ya utakatifu. Kwa hiyo ili hii sheria sasa ambayo alipewa iweze kuenea, lazima alivumilia. Alivumilia kuitangazia taifa. Unaweza ukatangaza hata sasa hivi tunavyoenda kushuhudia. Unaweza ukashuhudia, ukatukana, ukapata mambo mengi, ukabezwa, ukaonekana ulichokitoa sio sahihi, mambo mengi yakapitika. Lakini Busi alivumilia, aliomba kama tema inavyosema uvumilivu na maombi. Alivumilia. Then akaomba mpaka taifa lote zile sheria ambazo alipewa kulitangazia taifa zikaenea. Taifa yamkini kama hii Tanzania yote hapa, kwamba sheria hii nimepewa kuitangazia Tanzania yote. Kwa ili ienee lazima nitapitia misukosuko mingi. Kwa lazima niwe na uvumilivu ndani yangu, lazima niwe pia na roho ya kuomba ndani yangu. Niwe nafanya maombi pia navumilia kama Busi alivyovumilia hii sheria kuweza kuenea katika taifa. Huyo ni Busi. Kwa hiyo jamani, huo ndio mstari wa 7. Nitaendelea katika mstari wa 8 wapendwa. Mstari wa 8 unasema hivi:
Iweni na uvumilivu, koma. Nyinyi pia, nukta, koma. Muwe na ujasiri, koma. Kwa maana siku ya utimilifu mkuu imekaribia. Kwa hiyo katika andiko hili la 8 la mstari wa 8 natambia iweni na uvumilivu ninyi pia. Muwe na ujasiri kwa maana siku ya utimilifu mkuu inakaribia. Kwa hiyo neno hapa katika mstari wa 8 linazidi kutukumbusha kwamba tuzidi kuwa wavumilivu. Pia linatukumbusha kuwa tuzidi kuwa wajasiri. Kwa wewe ambao unanisikiliza huko ambao bado hujalijua neno, cha kwanza hakikisha unasimama kwenye imani sahihi. Cha pili hakikisha pia ukiwa unasikiliza mafundisho yetu endelea kuvumilia, vumilia ili uweze kufanyaje? Ili uweze kupokea. Kwa hiyo hapa pia nitaendelea kutoa mfano wa mledi wetu alishatufunulia kuhusu huyo busi ambaye nimetoa mfano hapo kwenye mstari wa 7. Kwamba busi wakati anaongea na mtatedi. Jamani, mtatedi ni ile roho ambayo inawatawaza na kuwaongoza walioanzishwa, inaitwa mtatedi. Kwa yule roho ambayo inawatawaza na kuwaongoza watu walioanzishwa inaitwa mtatedi. Kwa hiyo busi wakati anaongea na mtatedi, kipindi cha busi wakati anaongea na mtatedi, alikuwa hana haja yoyote ya kuchukua kalamu na karatasi. Kwamba jamani anachukua kalamu na karatasi anaanza kuandika ili asisahau. Alikuwa hana haja. Busi alikuwa hana haja kushika kalamu na karatasi ili aandike, ili baadaye asisahau kama sisi tunavyofanya, kwamba unachukua karatasi unaandika ili usisahau na bado unasahau pamoja na kwamba umeandika. Usiporudia hicho ulichokiandika unasahau. Lakini busi yeye alikuwa hana haja ya kuandika kile kitu ambacho alikuwa anaongea na mtatedi ili baadaye asifanyaje? Asiweze kusahau. Alikuwa hana haja. Kwa hiyo roho yake ilishika vyote. Roho ya busi, kile ambacho alikuwa anaongea na mtatedi alishika vyote. Kwa hiyo hata anavyoenda kuvitoa kwa watu wengine, kuwashuhudia watu wengine, hapunguzi wala haongezi. Yani alichokishika ni hicho. Hajapunguza kitu wala hajaongeza kitu. Sijawaambia kwamba muache kuandika jamani, hapana. Lakini katika hayo ambayo tunaandika, mwalimu wetu anavyotufundisha tunaandika, tujaribu kurudia ili roho zetu na sisi zishike. Tunaona ni mfano mzuri hapa wa busi kwamba alikuwa yeye hana haja ya kufanyaje? Ya kuandika ili asifanyaje? Asisahau. Umeona? Kwa roho yake ilishika. Kwa hiyo huu wote ni uvumilivu na maombi. Pia busi alikuwa ni jasiri na mwaminifu, ndio maana hata vile ambavyo alikuwa anafundishwa aliweza kurudia, yani aliweza kushika kwa sababu alikuwa tayari amevumilia kwenye kupata ule uanzishwaji wa hayo mambo yote ambayo aliyafanya. Ndio maana roho yake ilikuwa inashika kwa sababu ya uanzishwaji. Kwa hiyo wapendwa, sisi ambao tuko kwenye neno pia tuwe na uvumilivu, na kitu tukisoma pia tuko tunasikiliza masomo mbalimbali ya mledi, masomo mbalimbali ya mledi katika lugha mbalimbali, jaribu kusikiliza kwa kurudia. Nitatoa mfano mzuri wa kaka Imani wetu. Alishatushuhudia kwamba yeye ili aweze kurekodi video ya mledi kuitafsiri ili tutafsirie katika lugha ya Kiswahili, huwa anarudia mara kadhaa ili aweze kushika. Mimi naamini kabisa akishatoa ile video roho yake imeshashika kabisa. Kwa hiyo swali lolote ambalo utamuuliza kwenye hiyo video aliyotoa, ameshika kwa sababu amefanya maombi, amevumilia ili aweze kushika. Kwa hiyo anafanya maombi na anavumilia, ndio maana anarudia. Je, mimi na wewe tunafanya hivyo? Wewe mpendwa unayefuatilia, unaendelea kuchunguza, ambaye bado hujaingia katika kweli hii, chunguza, sikiliza maombi kwa kurudia. Sikiliza maombi, sikiliza mafundisho, namaanisha sikiliza mafundisho kwa kurudia ili yaweze kukaa. Pia katika kukaa vumilia kwa kutafakari kwamba hichi kitu nimeona ni hivi. Usianze tu kutusi na kutukana, hichi sio kweli, hichi kipo hivi, hapana. Jaribu kuvumilia, uwe na moyo wa kuvumilia, vumilia tu, endelea kutafakari. Mwisho wa siku utapata ukweli na utaelewa. Lakini ukisikiliza kwa mihemko ili uwe
uwe na ile hali ya kuweza kwanza kubishana na watu kwamba mimi nasikiliza ili niende nikambishie fulani, hichi sio kweli. Hapana, sikiliza, pia vumilia, omba ili uweze kuvumilia. Mwambie Loba kupitia neno lako nimeweza kusikiliza haya mafundisho, naomba pia roho ya uvumilivu ili iweze kunisaidia niweze kuvumilia na kuelewa, nisije na mihemko ya kuweza kutusi na kutukana wale ambao wanatoa mafundisho katika kweli hii. Hapana, kuna kaka zetu ambao wanatoa mafundisho haya kweli, kuna dada zetu ambao wanatoa mafundisho haya kweli, kuna mledi wetu Zulula 100, mwalimu wetu ambaye anatoa mafundisho haya. Usianze kutukana bila kuchunguza. Chunguza kwanza, chukua hatua. Haina haja ya kutukana. Kaa kimya. Kama hujaelewa, kaa kimya, endelea na mambo mengine. Hujaelewa, uliza swali, utajibiwa. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mstari wa 8 ambao unatuhimiza tuendelee kuvumilia, pia tuendelee kuwa majasiri kama tumemwona Busi hapa katika maongezi yake na Mtatedi kwenye kipindi chake, kwamba alikuwa anaongea na Mtatedi, alikuwa hana haja ya kushika kalamu na karatasi, lakini roho yake ilishika, na hizo sheria ambazo alishika na uvumilivu ambao alishika, sisi pia tunaombwa kuwa sisi tunakuwa pia tunafata wale mapatriaki wetu na manabii wetu ambao wametutangulia, tunawafuata wao. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mstari wa 8. Nitaendelea mstari wa 9, umesema hivi: msilalamikiane, kaka na dada, kama wale wa hali inayoonekana, la sivyo Modima Bekoksedi atawapiga ninyi kiroho. Kwa hiyo jamani, katika mstari wa 9 tunaambiwa msilalamikiane kaka na dada. Tusilalamikiane. Kulalamikiana sio hali nzuri. Wewe pia ambao uko huko unayenisikiliza, tusipende kulalamikiana. Katika mafundisho wewe fuatilia, msiende kulalamikiana na kubishana. Mwingine unakuta ameelewa, mwingine anaanza kumwambia wewe umeelewa, yani hakuna kabisa kitu hicho anachoongea ni uongo. Mwache afuatilie, usimlalamikie, usimkatishe tamaa. Tusilalamikiane. Pia sisi ambao tayari tupo kwenye neno, tusilalamikiane kama wahali, sio wanasema kwamba kama wale wa hali inayoonekana. Wale watu ambao bado hawajajua kweli, unakuta wana mabishano. Watu ambao wapo kwenye dini unakuta wanalalamikiana wao kwa wao, na wanasema wapo kwenye dini na wanasema dini yao ndio ya ukweli, lakini bado wanalalamikiana wao kwa wao. Hakuna amani katika maeneo yao ya makanisa kwa sababu tu hakuna hawajasimama katika ile imani ya kweli. Kwa hiyo nimekwambia, unapovumilia na unapoomba, umesimama wapi? Hilo weka akilini mpendwa. Kwa hiyo la sivyo, katika yote hayo, usipovumilia na mkiendelea kulalamikiana, watoto wa Loba kilalamikiana na wengine huko mnaotufuatilia, Modima Bekoksedi atawapiga ninyi. Modima Bekoksedi ni roho wa adhabu, ni roho ambaye anatoa adhabu. Kuna roho ambayo inatoa adhabu pale unapokosea. Kwa pale ambapo tunakosea, tunashindwa kuenenda sawa sawa, tunalalamikiana, tunakatishana tamaa, unamwambia mwenzio neno ambalo alifai, Modima Bekoksedi atakuadhibu. Kwa hiyo jamani, tuwe makini kwa kila kitu ambacho tunajifanya, tuhimizane kwa upendo, tuweze kufanya vitu kwa upendo, ila kitu kikae sawa. Hata nyinyi wapendwa ambao mnatufuatilia, hujaelewa, uliza, na kusiuliza, kwa sababu haya mafundisho unayosikiliza hautajuta, bali umesimama sehemu sahihi. Basi hiyo sehemu sahihi ishikilie mpendwa, usiachilie. Kwa hiyo wapendwa, nitaendelea katika mstari wa 10. Mstari wa 10 unasema hivi: Modima Bekoksedi, huyo roho wa adhabu ambaye nimewamia, Modima Bekoksedi yuko karibu na yuko tayari kuingia tena. Kwa tunapokosea jamani, kuna Modima Bekoksedi ambaye anatupa adhabu pale unapokosea. Ukienda kinyume na sheria za neno, ukienda kinyume na kile ambacho neno linatufunza, Modima Bekoksedi atakuadhibu. Kwa hiyo tuwe makini kwa kile ambacho mwalimu wetu mledi Zulula 100 anatufundisha, ili mwisho wa siku tufanyeje? Tuwe imara. Niwape siri moja. Wewe unaenda labda ili neno likusaidie katika maombi yako, ili neno likusaidie.
lazima usimame mahali sahihi, ili nitazidi kusisitiza. Simama mahali sahihi ili uepukane na adhabu ya Modima Bikoksedi, kama mstari wa 10 unaosema kwamba yupo karibu na yuko tayari kuingia tena. Nitaendelea wapendwa katika mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema hivi: dada na kaka na dada, wakumbukeni Batopedamdi, kwenye mabano manabii, walionena kwa jina la Loba, (2) wachukueni kama vielelezo vya uvumilivu, waaminifu katika vita vya kiroho. Tarudia tena katika mstari wa 11. Kaka na dada, wakumbukeni Batopedamdi, kwenye manabii. Jamani, hawa Batopedamdi ni manabii waliotutangulia, walionena kwa jina la Loba, (2) wachukueni kama vielelezo vya uvumilivu, waaminifu katika vita vya kiroho. Kwa jamani, manabii wetu waliopita tuwachukulie kama vielelezo sisi, yani wao vielelezo kwetu, tuweze kuchukua mfano kwao, tuishi kwa kuangalia mifano vyao, kwa kuangalia vielelezo. Vielelezo ni kama taa. Hata neno linatuambia neno ni taa ya miguu yako. Kwa unapokanyaga unachukua mfano wa Esombe, unachukua kielelezo cha Esombe awe kielelezo wetu, kwamba Esombe, tunakumbuka Esombe alikuwa mchawi wa kupindukia, alikuwa ni mchawi. Mwisho wa siku, katika kuvumilia huko, katika kuomba huko, mwisho wa siku amekuja kuitangaza habari njema, ambayo ndo hii na mimi nakutangazia siku ya leo. Kwa hiyo tunaona kabisa Esombe alikuwa ni mchawi, lakini hatimaye jamani, Esombe alikuja kuitangaza habari njema. Habari njema ambayo inatoka humu halisia wenyewe. Kwa hiyo hata mimi siku ya leo kwenye huu mstari wa 11 nitakupa mfano mmoja wa Kristo, na sisi tunamchukulia kama nabii mkuu, aliotangulia nabii mkuu. Kwa hiyo tunajua kabisa Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Na sasa hivi tupo na Zulua 100 ambao ni mzaliwa wa pili, na hawa wote wawili ni kitu kimoja. Kwa hiyo jamani, Kristo mzaliwa wa kwanza ambao ni Kristo wa kweli, Joksabe alikuwa anaitwa, mledi alitufunulia kuwa Kristo aliwakilisha ushindi na uzima dhidi ya kifo. Hii ndo siri ambayo mwalimu wetu alitufunulia, kwamba Kristo wa kweli ambao ni Joksabe aliwakilisha ushindi na uzima dhidi ya kifo. Maana Kristo ni mzaliwa wa kwanza na uzima, yaani ni mzaliwa wa kwanza wa uzima. Mzaliwa wa kwanza wa nini? Wa uzima. Kwa hiyo wote ambao walifata injili ya Kristo Joksabe, wote ambao walifata hiyo injili ya Kristo, wanakuwa na uwezo pia huu wa kuwa na uwezo dhidi ya kifo. Kwa hiyo tunaona kabisa mzaliwa wa kwanza wa uzima. Hichi ni kitu ambacho Joksabe alikifanya. Kitendo cha Joksabe kufariki katika mti, katika Biblia za kisasa wanadini mnaita msalaba, kwa lugha nyepesi ili muweze kunielewa, mnaita msalaba. Sisi jamani tunaita mti, lakini nyewe mnaita msalaba. Okay. Kwa hiyo Kristo kitendo cha kufariki katika msalaba, katika msalaba mnaovyoita, katika mti, na kufufuka, maana yake alichukua uwezo na mamlaka dhidi ya kifo. Na kifo ninachokiongelea hapa jamani ni kifo cha kiroho. Kwa tunaona kabisa hii, ninawapa siri jamani siku ya leo, kwamba kile kitendo cha Joksabe, Kristo kweli, kufa katika mti na kufufuka, kile kitendo alichukua uwezo na mamlaka dhidi ya kifo. Na kifo ninachokiongelea hapa nimesema ni kifo cha nini? Kifo cha kiroho. Kwa hiyo Joksabe alitundikwa kwenye mti na akapitia mateso mbalimbali katika mti kwa sababu ya upendo aliokuwa nao kwa watu wake. Hiyo ndo siri ninakupa. Lakini wanadini mnasema Yesu alitufia msalabani ili sijui tufanye. Hata hatujui kwamba alikufa msalabani ili iweje. Hatujui. Hamjui. Kipindi hicho tulikuwa hatujui.
Na nyie wanadini mnasema kwamba Yesu aliwafia msalabani ili iweje? Mtasema wengine kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mmepona kwenye nini? Nikikuuliza umepona kwenye nini utaniambia? Umepona kwenye nini utaniambia? Umeepukana na kifo cha kiroho, bado umekufa kiroho. Wapi umepona? Umepona kwenye nini? Hatujui. Hata Yesu alikufa msalabani ili iweje? Hatujui. Kwa Yesu mwenyewe hajawahi kuwepo jamani. Aliyekuwepo ni Kristo wa kweli ambaye ni Joksabe, ambaye alikufa kwake na mateso yake aliyoyapitia ni kwa sababu ya upendo aliyekuwa nao kwa watu wake. Upendo aliyokuwa nao kwa watu wake. Ni upendo wa ajabu sana kwa ambao alikuwa nao Kristo kwa wale wote watakaoikubali injili yake, wapate kuwa na uwezo huo wa kiroho juu ya kifo. Kwa hiyo wapendwa wote ambao mmeamini injili ya Joksabe Kristo kweli, na wote ambao mnaamini injili ya Zulula 100 mzaliwa wa pili, wote mna ushindi au mna uwezo juu ya kifo cha kiroho. Mna uwezo juu ya kifo, uwezo huo wa kiroho juu ya kifo. Na kifo nilichokisema jamani ni cha kiroho. Kwa hiyo utakuwa una uzima wa milele kwa sababu umeshika injili ya Joksabe ambaye ni mzaliwa wa kwanza, umeshika pia injili ya Zulula 100. Na katika kushika hayo yote inahitaji uvumilivu na maombi. Hata Kristo alivyopitia haya mateso, alivyopitia haya yote niliyokuambia hapa, mateso ya kuteseka pale kwenye mti, na alitundikwa kwenye mti akateseka, alipitia mateso hayo, lakini alivumilia na kuomba. Kama tema inavyotuambia, vumilia na kuomba. Tumeona hapo Kristo namna alivyovumilia na kuomba mpaka hatimaye sisi ambao tumefuata injili yake tumepata jamani kitu kikubwa, tumekuwa wa thamani kwa sababu ukishika injili yako unaepukana na kifo cha kiroho. Wapendwa, nitaendelea katika mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema hivi: tunawaita wenye heri kwa sababu walivumilia. Wa manabii wetu waliotutangulia pamoja na Kristo, akina Esombe, Busi, wapatriaki wetu, kina Eyume, kina Debora, jamani tunawaita wenye heri kwa sababu walivumilia. Jamani, mapatriaki wetu walivumilia mambo mengi, misukosuko yote. Niwaambia Esombe alikuwa mchawi, kupitia misukosuko mingi, mambo makubwa. Mchawi yule, mchawi ukizambua mchawi ni mchawi kweli. Lakini mwisho wa siku amekuja kuitangaza habari njema kwa sababu ya uvumilivu na maombi. Kristo alivumilia mateso yote kwa ajili yetu sisi, kwa ajili yako wewe ambao utaijua hii injili na kuishika. Kristo alivumilia kwa ajili yako. Mwalimu wetu mledi Zulula 100 amevumilia mengi. Amevumilia mengi kwa ajili ya upendo kwetu sisi. Mimi natoa mfano mzuri kwa mwalimu wetu mledi Zulula 100. Kuna vitu vingi sisi wanafunzi wake tunakosea. Sisi wanafunzi wake tunakosea mambo mbalimbali. Fata sheria hii hatufati. Sijui kitu gani ametoa hatufanyi, lakini hajawahi kutoa matusi, hajawahi kutusi, hajawahi kusema chochote kibaya zaidi ya kutuelekeza, acha hichi, fata hichi. Huku unakoenda sio sahihi. Sahihi ni hapa, simama. Anatuambia kwa upole na kwa upendo kabisa. Wapendwa, yani unyenyekevu mkuu. Yani ukimwangalia mwalimu ni mfano mkubwa sana wa kwetu sisi. Nyie huko mnaotusikiliza wengine ambao hamjaelewa mnatoa matusi, lakini wapi umeona mledi karudisha na yeye katukana? Hapana. Kwa sababu anajua kilicho nyuma yako kinachokuongoza ni nini mpaka kutoa tusi. Anajua kila kitu unachofanya, anajua. Hana haja ya kutusi wala kutukana. Kwa hiyo ni uvumilivu. Ni uvumilivu huo, ni mfano wa uvumilivu huo. Lakini sisi tukitukanwa tunavimba, ni hasira zinapanda na nini. Hata kaka yetu Imani alipitia hayo mengi yake, lakini hajawahi kumrudishia mtu matusi, hajawahi kusema chochote kibaya. Kwa hiyo ni vile ambavyo anaweza kuvumilia na kufanya maombi pia. Kwa wapendwa, nitaendelea
Nitaendelea sasa. Tumeona katika mstari wa 12 kwamba jamani, yeyote ambaye anavumilia mpaka mwisho, hata Biblia za kisasa inasema yeyote anayevumilia mpaka mwisho ataurithi ufalme wa mbinguni, ambao sisi tunasema agizo kuu la vitu. Kwa hiyo yeyote anayevumilia na kushinda ndiye atakayeurithi ufalme wa mbinguni, katika Biblia za kisasa anasema. Kwa hiyo na sisi tunasema yeyote atakayevumilia mpaka mwisho atarithi agizo kuu la vitu, au ataingia katika agizo kuu la vitu. Mstari wa 13 wapendwa unasema hivi: zaidi ya yote, kaka na dada zangu, msiape, wala kwa mbingu inayoonekana, wala kwa dunia, wala kwa njia nyingine yoyote, Semeni tu ndiyo ikiwa ni ndiyo, na hapana ikiwa ni hapana, ili msiangukie chini ya hukumu ya Modima Bekokisedi. Jamani wapendwa, ninawasihi katika huu mstari wa 13, kama kitu ni ndiyo, sema ndiyo. Kaka na dada zangu, kama ni hapana, sema hapana. Usianze kuongeza vitu na kusema uongo. Munangada hapa anatukumbusha, Yakobo hapa anatukumbusha, neno linatukumbusha hapa kwamba tusishuhudie uongo kwa kutumia neno la tete. Usitumie uongo usishuhudie uongo kwa kutumia neno la tete. Anayefanya hivyo anaizalilisha roho yake. Anayefanya hivyo anaizalilisha roho yake. Ukilitaja neno la loba bure, ukilitaja neno la loba bure kwa namna ya kujitetea, kwa namna ya kusema uongo, kwa namna yoyote ambayo ni kinyume na neno, halitakusaidia. Yaani ukija kuingia kwenye maombi sasa unaomba wakati tayari ulikuwa sehemu unajitetea kipindi hicho, wakati tupo kwenye dini na nyewe wana dini mnasemaga haki ya Mungu tena, na unasema haki ya Mungu tena, unasema uongo. Huyo Mungu wenu ambaye unasema haki ya Mungu na yeye, halafu uje uombe. Unasema haki ya Mungu, upo katika uongo, unashuhudia uongo, unasema uongo. Halafu unaapa haki ya Mungu tena. Huyo Mungu atakusaidia? Muumba huyo atakusaidia kweli? Umeapa katika kitu cha uongo. Umeenda huko labda umeua mtu, let's say. Unakuja kuulizwa fulani umefanya hivi. Hapana kabisa. Haki ya Mungu mimi sijafanya, wakati unajua kabisa roho yako inakushuhudia kwamba umefanya kile kitu. Haya, siku naenda sasa kuomba. Muumba, naomba unisaidie 1 2 3. Atakusaidia. Hilo neno ambalo mwisho ulilizalilisha na kulisemea kwenye uongo halitakusaidia, kwa sababu tayari umelidhalilisha jina hilo unaolitaja. Umezalilisha jina la loba, umezalilisha mwalimu wetu Modima Bekokisedi. Atahusika na wewe, atakuadhibu, kwa sababu nimekwambia Modima Bekokisedi ni roho ambayo inaadhibu. Inaadhibu mtu kama wewe ambao unaenda kusema uongo, unaenda kushuhudia uongo kwa kutumia neno la tete. Utaadhibiwa mpendwa. Acha kujitetea na kusema vitu vya uongo. Hata ukija kuomba hilo jina halitakusaidia. Mimi ninaomba kwa jina la Joksabe, wakati hilo jina la Joksabe nimelizalilisha na kusema uongo, nimesimama kushuhudia uongo, halitakusaidia mpendo. Acha, ili mwisho wa siku msije mkaangukia chini ya hukumu ya Modima Bekokisedi. Huo ulikuwa ni mstari wa 13. Taendelea mstari wa 14 wapendwa, ambao pia ni mstari wa mwisho katika tema hii. Unasema hivi: mmoja kati yenu yuko katika mateso? Alama ya kuuliza. Na aombe. Inaendelea. Kuna mtu yeyote mwenye furaha? Alama ya kuuliza. Na aimbe sifa. Kwenye huu mstari wa mwisho wapendwa, neno linatukumbusha kwamba Munangada katika mstari wake wa 10 katika sura yake ya 5 mstari wa 14 inatukumbusha kwamba mmoja kati yenu yuko katika mateso? Alama ya kuuliza. Na aombe. Kwa hiyo wewe mpendwa ambaye unapitia mateso, unapitia mambo mbalimbali, unapitia changamoto mbalimbali, unapitia misukosuko mbalimbali, omba na kuvumilia.
omba. Neno linatuambia na aombe. Omba na kuvumilia. Katika maombi utahitaji uvumilivu, kama tema ya leo inavyotuambia, uvumilivu na maombi. Pia wewe ambao umeshalipokea neno, una furaha ndani yako, umeona neno limekutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hata sisi watoto wa Loba jamani, hata mimi Vero hapa, sio Vero yule mchungaji ambaye alikuwa anaenda anapanda mlimani anaomba, hata ajui anaombea nini. Anakaa siku 7 mlimani amefunga na kuomba, anajua anachokiomba ni sahihi, kumbe hakuna kitu, alikuwa anajitesa bure. Kwa hiyo yule Vero sio huyu. Yule Vero wa kipindi kile sio huyu. Huyu Vero sasa amelipokea neno, sio Vero yule mchungaji. Huyu ni Vero mwanafunzi wa mzaliwa wa pili, Zulura 100. Kwa hiyo baada ya kulipokea nikaona muda wangu ulipotea bure. Nilienda kufunga, nikaomba, nikajua ninaombea watu fulani, nilikuwa ninaombea mpaka taifa, ninafunga na kuomba. Mimi ndio nilikuwa mfungaji yani ule mfungaji mashuhuri. Lakini je, ninafunga nikiwa nimesimamia wapi? Je, nilikuwa nafunga nikiwa nimesimama kwenye imani gani? Wapendwa, hata wewe unanifuatilia leo, jiulize maswali. Unasimama ukiwa katika imani gani? Unasimama ukiwa katika imani ipi ili uweze kuomba na kujibiwa? Unafunga, sijakataa kufunga na kuomba, lakini mwalimu wetu ametufundisha namna nzuri ya kuomba. Ndio maana katika mstari huu amesema, wewe ambao tayari umepokea neno na umeona limekusaidia sehemu, kuna mtu yoyote mwenye furaha, anasema na aimbe sifa zake. Kwa tumtukuze Loba, tumsifu Loba, tumrudishie sifa na utukufu. Kama mimi hapa ninamrudishia Tete sifa na utukufu kwa namna ambavyo nimetoka mpaka kufikia hapa. Nipo katika njia, naendelea na safari. Nipo katika njia, naendelea na safari. Kwa hiyo hata wewe mpendwa, simama mahali sahihi, hujachelewa. Anzia hapo uliposimamia kwenye kweli, ianze safari ya utakaso. Tupo katika njia ya utakaso. Vikwazo ni vingi, majaribu ni mengi, lakini simama katika imani ya kweli ili uombe na kuvumilia uweze kupokea majibu ya maombi yako mpendwa. Kwa hiyo yote jamani wapendwa, onesheni kwa tabia zenu kuwa mnamheshimu Tetee kupitia neno lake. Kwa hiyo ili uweze kuvumilia, tuoneshe jamani wapendwa, onesheni mnamheshimu Muumba. Onesheni mnamheshimu Muumba kupitia neno lake. Ili hata unapoomba unavumilia ili uweze kupokea kile unachoomba. Tunasema mama nimeomba. Kuna mtoto wangu mmoja alinipigia jamani wa kiroho, mimi nimemwambia sio mchungaji tena, ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili. Natoa mfano. Kanipigia, mama mimi nimeshaomba sana, natafuta kazi, nimeomba lakini hata kazi sipati. Unaomba ukiwa wapi mpendwa? Jiulize maswali. Umesimamia wapi? Kabla haujaomba nitafute. Tuongee ili nikwambie simamia hapa, anza kuomba hapa. Nitafute mpendwa, usiogope. Nitafute hapo kwenye comment katika chaneli hii ya Mpambanaji wa Kike. Comment weka hapo, utajibiwa. Hata mimi nikichelewa kuna wapendwa wengine watajibu kutokana na swali lako ambalo utauliza. Wewe niulize nisimamie wapi ili niweze nikiomba niweze kufanikiwa katika maombi yangu. Umevumilia ni sawa. Maana aliniambia mimi mama, mbona nimeshavumilia sana lakini hakuna. Unavumilia ukiwa wapi? Ukiwa wapi wakati unavumilia? Ukiwa wapi wakati unaomba? Kwenye imani ipi? Question mark. Hilo ni swali na kuachia. Wapendwa, mimi nimalizie kwa kusema hivi, tunaombwa kuwa makini katika yote ambayo tunajifunza katika ukweli huu. Pia katika tema yetu ya siku ya leo tunaombwa kuwa makini sana katika tema hii leo ambayo ni uvumilivu na maombi.
Kwa tuwe na uvumilivu wapendwa. Chochote nimesema nyuma ya uvumilivu kuna roho ambayo inatusimamia uvumilivu, na inatusimamia roho inasimamia uvumilivu ili sisi tuweze kuvuka majaribu mbalimbali tunaopitia, mambo mbalimbali tunaopitia ili tuweze kuvuka. Roho ya uvumilivu ipo inatusaidia kuvumilia, hatimaye kushinda majaribu, na hatimaye tukiomba tuweze kupokea majibu yetu, kama tulivyoona hapo Kristo alivyovumilia yote kwa ajili yetu sisi na kwa ajili yako wewe mpendwa ambao unatusikiliza na kutufuatilia. Na pia kaka na dada, popote mnapopatikana, iweni waaminifu katika neno la Roba. Iweni waaminifu katika neno la Roba. Kaka na dada, popote unaponisikiliza, iweni waaminifu katika neno hili la Roba. Haijalishi kitu gani umepitia, haijalishi umepitia vita gani, vita ya wazazi, na kwambia hicho unachosikiliza sio sahihi, tusimame hapo hapo kwa hili neno ulioliamini. Ukipokea neno la Roba, simama. Isitokee mtu kakutoa. Ukishasimama ukavumilia, unaanza kupata mizizi ya kushinda ndani yako. Yani kwenye hatua hata niliofikia mimi, kwamba inafikia ile kwamba eti fulani ameniangusha, fulani, hapana, sio rahisi, kwa sababu mizizi ikishajengeka ndani, yani mtu akiongea unaona hii hapana, hii nikifuata hivi nitafungua mlango fulani, unaachana na huo mlango mbaya, unafuata njia ambayo ni sahihi, unavumilia. Kwa hiyo jamani, mimi nawasihi kaka na dada, sisi ambao tupo kwenye ndani ya zizi na nyinyi ambao mko nje ya zizi, yote haya mafundisho yanawahusu, kwamba tuvumilie katika kupokea maombi yetu, lakini tujiulize tukiwa tunavumilia tumesimamia wapi. Kwa haijalishi kitu gani kitatokea, lakini amini kwamba hiki ulichokipokea, neno hili ulilopokea ni neno zuri, ni neno ambalo ni la kweli. Kwa hiyo kisitokee kitu kinakuyumbisha, simama hapo. Isitokee inatokea wazazi wanakuambia hichi sio cha kweli, wazazi wanakuandama, lakini simama hapo, uko mahali salama. Maana tuna uhakika na kile tunachokiabudu, tuna uhakika na muumba wetu tunayemwabudu. Kwa jamani, mimi kwa siku ya leo niishie hapa. Ninawashukuru sana 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 wapendwa. Tusimame, tuwe majasiri, tuwe wapambanaji wa kiume, tuwe wapambanaji wa kike. Kwa hiyo kaka na dada, wewe kama ni kaka, naamini kabisa, simama uwe mpambanaji wa kiume, na wewe dada, simama uwe mpambanaji wa kike. Asanteni sana, na wakaribisha muendelee kufuatilia mafundisho katika chaneli hii ya Mpambanaji wa Kike, pia na chaneli zetu zingine zote ambazo nishakwisha kuzitaja hapo mwanzo. Asanteni sana, na utukufu ni kwa Roba Muumba pekee. Asanteni sana.